au omba msamaha kwa uliowakosea. Rudisha ulichochukua au omba msamaha kwa uliowakosea. Luka 19. Kuna aliyepata? Biblia inatuambia kwamba Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Amen. Biblia itafanya wengi tuumie. Okay, Biblia iko na nguvu fulani. Na pia kuna venye watu tunaielewa. Nakumbuka last Sunday Pastor Sheila alisimama hapa akasema kunajulikana lakini kuelewa ndio tofauti. So Biblia ukiingia ndani itadepend unaelewa aje. Amen. Aya ni 6 na 7. Inasema mtafute Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye na haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Amen. Amen. Labda kuna mwenye hajaelewa kuhusu toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna yeyote hajaelewa kuhusu toba? Nagundua Biblia inasema kwamba kumbe dhambi zako ndio zinafanya uteseke. Mimi Apostle tangu nijiunga na TJSC, waache sasa TJSC, MFTM, ilikuwa message from the mountain. Ndio tumekutania hapa wengi, lakini tulianza huko. Kuomba kuna nguvu, lakini pia inadepend unaomba aje. Sio tu kila kuomba inaingia, ama kila maombi Mungu anasikia. Sheria ya kuomba ni lazima utangulie na kutubu. Utaombaje Mungu gari na dhambi zako hujazitubu? Kwani hiyo gari unataka itoke wapi? Kwa Mungu. Na huyu Mungu, kwani Biblia inaongea kuhusu mwanadamu? Ni Mungu huyu. Wewe unaomba gari, kwanza umenichukia. Nikipita tu nasikia na hii ng'ombe inanisinya. Sasa unaniita majina za kidunia, alafu unataka upige magoti uambie Mungu unahitaji gari. Wacha nikunyime tu matumaini kwamba hakuna gari. Hiyo ndio ukweli, hakuna gari. Kama roho yako iko na kafuli, fungua kwanza hiyo kafuli. Omba gari, uone kama itakuja. Na gari haitakuja ati juu ulikuwa unatembea unakutana na wamesimamisha kwa. Hapana. Fanya kazi na bidii. Kwa sababu tunaomba kazi na tunapewa. Hiyo fedha tunapewa kazini, ndio inafaa utunze upate hiyo gari uliomba Mungu. Ama nadanganya jamani? Kwani ukiomba Mungu msichana wako huyu atakuja mwenyewe aseme, Peter, nimesikia maombi yako imenikujia nikasikia unataka kwa sasa ni mimi. Hakuna. Utaomba Mungu na Peter atakuwa njiani anasema, Mungu mrembo wako sana. Mama hebu kidogo. Hiyo ndio maombi itakamilika. Si ati unaomba na umekaa. Kwani kuna yeyote ataomba chakula na atafuti? Una expect itoke wapi?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mimi naongea. Haya maneno umejua kitambo nilikuwa naongea kama sijaingia kwa Biblia, lakini niligundua maneno nilikuwa naongea na sikuwa najua Biblia. Nilipoanza kujua Biblia, nikipitia ndani nilikuwa napata ile maneno yote nilikuwa nazungumza yapo ndani kwa Biblia. Hadi nikashtuka. Jameni, tuwe na moyo wa kutafuta Mungu. Na tumtafute Mungu kwa imani. Najua kila mtu ako na lengo lake kuingia katika madhabahu haya. Kwa wale wameingia, najua wengi mmenipata. Kuna wenye wameniona nikiingia TJC hapa, ila hawakujua kama nilikuwa message from the mountain. Maana nilikuwa message, tukakuja kufungua hapo kanisa na nataka kuenda Suluhu Ahmad. Alafu nikuulize wewe mwenye unajua penye Suluhu Ahmad iko, umenipeleka ama nimeenda? Si nimeenda? So mimi sikuletwa. Amen. Hata sio kuelekezwa na mtu, ni Mungu tu. Maana nilikuwa hiyo wakati nilikuwa nafanya kazi ya security huko na compound moja na ndugu Dominic. Lakini hiyo ilikuwa Jumamosi, sikuwa nimeingia kazi, nilikuwa tu kwa nyumba. Kuna nguvu fulani ilishuka ndani yangu. Mimi nikaona tu nakosa, na siku ilikuwa nimekaa miezi kadhaa kama siendi kanisani. Nikasema mbona nasikia natamani kwenda kanisa. So ndugu Dominic huaga anaenda kazi Jumamosi usiku. Aliporudi Sunday asubuhi nikamwambia Dominic, wewe unaomba? Akasema huwa naomba. Na nikamuuliza mbona tangu nikuje sijaona ukienda kanisa. Akasema tutaenda. Nikamwambia okay, sasa leo nataka tuende kwa hiyo kanisa yako. Sasa nataka muone jinsi gani nilijiunga na TJC. Kwa hivyo usinichukulie penye unaniona na vituko zangu. Utakutana na nguvu zenye haujui zinatoka. Si eti nakudanganya. Mimi kuna maneno waga nikiongea nikikasirika kwako, wala utakuja kulia baadaye na utanitafuta. Si ati ni laana. Kuna siku pastor alisema hapa venye vitu zilikuwa zimeibiwa. Aliuliza, kwani Mungu mnadhani haui? Jibu lilikuwaje? Anaua, si ndio? Basi chunga sana kupiga mtu maneno mwenye ujui. Unaweza nijua kwa kucheka, mimi naitwa Peter. Lakini unajua ndani yangu mimi ni nani? Apostle hivyo ndio nilijiunga na kanisa. Na nilipokuja cha maajabu, Apostle mwenyewe alisimama akasema, leo tumepata mshirika mgeni. Nilijitambulisha Peter. Kwanza aliambia waliokuwa kanisani. Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusu mtumishi Peter. Na Mungu naye ni nani ameleta nani? Sasa hebu niulize kati ya mimi na kuna kitu hapa nataka mjue. Nini ilinipeleka message from the mountain? Ndio nikakuja hapa TJC. Nini ilinipeleka huko? Kulingana na maelezo yangu, nani anaweza niambia nini ilinipeleka? Si ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Maana topic ya Apostle alikuwa anafunza kuhusu mtumishi Peter. Next Sunday Peter mwenyewe ndio huyo amefika. Amen. Jameni. Mimi sikuwa najua sana kanisa. Mwenye anadharau Apostle. Umejua mimi nasikianga mambo mengi kuhusu Apostle. Na huwa inanitoa machozi. Kwa sababu namjua. Niko na miaka 3 hapa Kisumu. Dominic yako na miaka kama 4, si ndio ndugu? Lakini kumbuka hizo miaka zote tumeshiriki na Apostle. Sasa wewe umejiunga na Apostle mwaka mmoja na unampiga maneno. Jiulize wewe ni nani? Kwanza before uongee hiyo kitu fikiria naongea nini? Na je, yule niliyempata pale hata mchukuliaje? Sijataja mtu. Hata nichukuliaje? Kwa hii dunia kuna mtu hapendi pesa. Si kila mtu anapenda. Kwa hivyo ukitoa sadaka ina maana Apostle anapenda pesa. Ukitaka kujua mambo mengi wanasikia na huwa sisemi. Ukinionanga mimi na ndugu Dominic hapo tukifanya tu vizanga zetu. Ni mengi tumekaa nayo moyoni. Pastor, Mungu acha kutie nguvu.
Maana mimi ningekuwa wewe, kuna wengine hawangekuwa naingia. Yaani mimi sio pastor, mimi ningekuwa apostle, wengine hawangekanyaga hapo. Ni heri hata nibaki na mtu mmoja lakini anayejua anatafuta nini. Amen. Amen. Hey, na mbona sura zenu zimekunja je? Kuna mtu natusi ama nini? Unajua ukweli huwa unaumiza. Umia tu sasa. Mimi umejua uzuri wangu ni kwamba unanikwaza sasa hivi. Naenda nikihuzunika, mbona amesema hii kunyausu. Kesho tukikutana sitakuwa na ile hasira nilikuwa nayo jana. Uko aje? Na hivyo ndio Mungu anataka. Maana maandiko inasema, Mungu mwenyewe anasema, huwezi sema unanipenda ili hali yule unayemtizama haumpendi. Hiyo kuna upendo hapo? Hakuna. Wewe ni Mungu. Unanichukia ama mimi nakuchukia. Alafu natembea nikisema napenda Mungu, uongo. Mimi napenda shetani. Niko na rafiki apostle, kuna rafiki nishaikuja kutembelea ukiwa hospitali. Na siku moja ashaijiunga hapa siku tu moja peke yake. Ashaniuliza, eti mtu akifa huwa anaenda wapi? Juu umejua ni ile wanasema, usunananga wa matanga anasema muweke roho yake ilaze mahali pema. Kwanza nilimwambia tu okay, hiyo swali lako ni rahisi, lakini kitu nimegundua ufikiri. Kwa sababu ukisikia iweke roho yake, kwanza jiulize roho ni nani? Maana roho sio kiumbe cha mwanadamu. Ukiangalia body parts, hakuna kitu sehemu utapata ati mwili wako iko na kitu inaitwa roho. Hakuna. Kwa hivyo roho ni Mungu. Yaani in short, God is spirit. Amen. Unadhani hiyo roho iliyo ndani yako haifikishangi ujumbe? Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na muda, nilikuwa na mengi ningeeleza, lakini muda nayo unanipa kisogo. Ila kuna maneno nataka nishare na nyinyi. Alafu ndugu Dominic utajiunga na mimi hapa mbele ili tupate kuombewa na apostle. Kuna mengi nilikuwa nimekuzia apostle. Nimejua huwa anapitia. Okay, kawaida yangu mimi ni ule mtu hata nikiwa na shida, tangu uone nikikwambia nisaidie shilingi 5, jua kweli hiyo nilikuwa nimefika mwisho. Sikuange rahisi. Hata kama sina, sikuange rahisi. Yaani kitu inaniambianga nisiombe ni inauaga na najiuliza, je, nikimuomba atasema aje? Mwanadamu ni mwanadamu tu. Basi kuna changamoto napitia mimi na ndugu Dominic. Nadhani jana tuliongea nikakuguzia zingine. Hata leo nikisimama kwa hii madhabahu, sijui nini itakuja kutendeka. Yaani kulingana venye na maisha yangu najaribu kuiangalia. Kuna wakati nilifundisha hiyo okay. Pastor Sara, samahani kwa hiyo muda umenipea, lakini nitapitisha kidogo. Maana hili lazima nilisema. Unajua nikiwa MFTM sikuwa nafundisha. Hii kufundisha nimeanza nikiwa. Lakini siku ya kwanza nikafundisha. Sijui nani anaweza kumbuka, mimi topic zote niko nazo kwa kichwa. Okay, nakumbuka kuna siku nilifundisha kuhusu judgment, hukumu. Pastor ulikuwa. Naona wengine wanajifanya wakumbuki, lakini nakumbuka nilifundisha kuhusu hukumu. Na wenye walikuwa hiyo siku kanisani hapa, mliona kilichotokea hapo nje. Kuna yetu anaweza nikumbusha nini ili happen hapo nje hiyo siku nilifundisha? Kwa hivyo hamjui. Yaani hamkuwa.
Wageni tutaelewa, lakini wenyeji nao wanajifanya waelewe, si ndio? Hiyo siku nilifundisha kuhusu judgment. Si mtoto wa pastor aligongwa na pikipiki. Yaani hata hiyo bado nimetaja, lakini so hiyo ndio kitu waga najiuliza. Kama nilifundisha mtoto wa pastor akapata ajali. Kuna siku nikafundisha ila hakuna kibaya kilichotokea. Maajabu tena. Unajua wengi wanajiuliza kuhusu hii alama. Ni Mungu tu ndiye anafanya, bado naongea. Nilikuwa kuzikwa mimi na Dominic na wa vijana wawili kutoka kwa nyumbani. Siku nilikuwa nimetoka hapo kwa madhabahu kufundisha. So hata leo nikifundisha niko na wasiwasi. Najiuliza nini inaenda kutokea. Unaweza ichukulia rahisi, lakini haya ni maisha yangu. Sijui nini inaenda kutokea. Ndio sababu nimesema nahitaji kuombewa. Ninapotoka hapa nikienda kuketi nikiwa nimeombewa mimi na Dominic. Nimeguzia tu ya juu, lakini mengi wacha niaweke kwenye nafsi yangu. Nitamwambia Mungu. Amen. Amen. Nisiwachoshe wasionijua ni Peter Owino, na waliosikia neno hili uweze kubarikiwa.